Karibu tusome Biblia. Wimbo ulio bora. Wimbo ulio bora. Mlango wa pili mstari wa 7 inasema, nawasihi enyi binti za Yerusalemu, kwa paa na kwa ayala wa porini, msiyachochee mapenzi wala kuyaamsha hata atakapoona vyema yenyewe. Binti kijana, kusubiri wakati sahihi kunafaa sana, yaani kuto kuharakisha mapenzi. Fundisho hili au mstari huu umerudiwa mara tatu kwa wimbo huo ulio bora. Umeandikwa 2:7 na pia ukaandikwa 3:5 na pia ukaandikwa 8:4, kumaanisha imesisitizwa. Mtume Solomon aliusisitiza mstari huu kwa sababu ni mstari ambao unafunza mabinti. Tunaambiwa tusichochee mapenzi. Inajirudia mara 3 katika kitabu hiki cha mapenzi. Inatoa onyo kali kwa vijana na mabinti wasiamshe au wasiachochee hisia za kimapenzi kabla ya wakati wake kufika, yaani ndoa. Kulazimisha mahusiano kabla ya wakati huleta maumivu ya moyo na majonzi mengi. Na hiyo tumeiona sana kwa mabinti na vijana wengi. Binti kijana, linda moyo wako na tamaa za ujana. Binti kijana, linda moyo wako na tamaa za ujana. Kitabu cha Methali 4:23 inasema, linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Tukasome tena kitabu cha Timotheo wa pili. Timotheo wa pili 2:22 nasema, lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Nitarudia. Timotheo wa pili 2 mstari wa 22 nasema, lakini zikimbieni tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani, pamoja na wale mwitao Bwana kwa moyo safi. Soma kitabu cha Zaburi 119 mstari wa 9. Ni jinsi kijana anavyoweza kuweza njia yake safi. Jinsi kijana anavyoweza kuweka njia yake safi. Inasema Zaburi 119 mstari wa 9, jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lako. Jinsi gani kijana aisafishe njia yake? Kwa kutii akilifuata neno lake. Katika ulimwengu uliojaa vishawishi vingi vya mapenzi ya utotoni na ujanani, siri pekee ya binti au kijana kubaki salama na msafi ni kusoma neno, kulielewa na kuliishi neno la Mungu, kufanya ibada, maombi, kulisoma neno la Mungu, kufuatilia mafunzo ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu. Kwa mfano, ukiona kwamba mitandao ya kijamii inakushawishi kufanya mambo ya dunia zaidi, tumia mitandao ya kijamii kufanya vitu vitakavyo kuweka mbali na dunia. Kwa mfano,
unatoa vifungu vya Biblia unasoma kwa mtandao. Itakupa challenge ambayo itakufanya uwe hata ukirudi kwa mtandao unarudi kuangalia video ulizoziweka mwenyewe. Au pia ukiona changamoto imezidi, fanya kataa kutumia mitandao ya kijamii kama hali ya kukuchochea zinaa zaidi. Fanya mazoezi ya kukataa kutumia mitandao ya kijamii kwa kuangalia picha mbaya, video mbaya na kuweka mwili wako kufanya zinaa pasipo wewe kupanga. Mungu wa mbinguni atubariki sana. Shalom.